Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania TIRA ni taasisi iliyoanzishwa mwaka 2009 kwa mujibu wa sheria ya bima sura 394. Mamlaka hii ipo chini ya Wizara ya Fedha ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lengo kuu kwa kuanzishwa mamlaka hii ni usimamizi wa watoa huduma za bima pamoja na maendeleo ya soko la bima ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yaani Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kutokana na umuhimu wa bima kwa wananchi, mamlaka kwa kushirikiana na wadau wake imeendelea kutekeleza mikakati mbalimbali yenye lengo la kuhakikisha kuwa huduma bora za bima zinafikia wananchi wote. Kuwa uelewa wa bima kwa wananchi bado ni mdogo, hivyo tunahitaji kushirikiana ili kupeleka elimu ya bima kwa wananchi kwa lengo la kuwasaidia kujilinda na majanga kama vile maradhi, ajali, moto na vihatarishi vingine ambavyo hutokea pasipo kutarajia. Lakini mamlaka ya bima sasa hivi imefika Pemba na tumefungua ofisi ya kanda katika jengo hilo la Carrefour House Chake. Majukumu yetu ni yapi? Majukumu yetu, moja ni kusajili watu wanaotaka kufanya biashara za bima. Kwa hiyo kama unataka kufanya biashara ya bima kama wakala, kama dalali au kama asesa, basi karibu ofisini kwetu kusajili. Lakini jukumu letu la pili ni kushughulikia malalamiko ya wateja wa bima. Kwa hiyo endapo kuna mtu yoyote, kwa sababu majukumu mengi in general yalielezwa na naibu kamishna pale. Kwa hiyo yale majukumu ambayo yanafanywa na taasisi kwa ujumla na mamlaka kwa ujumla, na sisi Pemba tumekasimiwa tunafanya kwa eneo letu la Pemba. Na kanda ya Pemba, ofisi ya kanda ya Pemba inasimamia mkoa wa Kusini Pemba na mkoa wa Kaskazini Pemba. Hii ni taasisi na ni taasisi ya muungano. Kama mnavyojua kwenye nchi yetu kuna taasisi ambazo ni za upande wa pili wa Zanzibar peke yake, lakini kuna taasisi za muungano. Kwa kama ilivyo TIRA, TIO ni taasisi ya muungano ambayo imeanzishwa chini ya sheria ya bima. Sheria ya bima sura ya 394. Sheria hiyo hiyo iliyoanzisha mamlaka ya usimamizi wa bima TIRA. Na hii ofisi imeanzishwa kama chombo huru kwa ajili ya utatuzi wa migogoro ya bima kama jina lake lilivyo, ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima. Kwa hiyo yenyewe inatatua migogoro ya bima kwa njia mbadala wa mahakama. Huduma za afya umeanzishwa kwa mujibu wa sheria 2023 Machi ambayo Mheshimiwa Rais aliweka saini, na tunaendelea na majukumu yetu mbalimbali ya kusajili. Tulianza usajili wa public sector, tukaja katika private sectors. Sasa hivi tuko katika mass enrollment, kwa maana Wazanzibari wote wanasajiliwa na mfuko wa huduma za afya. Kwa hivyo sasa hivi tunasema Wanania mjini, habari ya mjini ni mfuko wa huduma za afya. Na kwa taarifa tu ni kwamba wananchi wote sasa hivi ambao wana kadi za ZHSF na ambao hawana kadi za ZHSF, wana matibabu kadi, au wengine wote ambao wanakwenda hospitali wanatibiwa, basi wanatibiwa na mfuko wa huduma za afya. Kwa hivyo mimi nitoe wito tu kwamba tuendelee kuhimizana. Mheshimiwa Rais kaanzisha jambo hili kwa nia njema kabisa. Tuendelee kuhimizana kwamba wananchi wote wanatakiwa wajisajili kwenye mfuko wa huduma za afya. Hapo tunapokwenda mbele yetu itakuwa ukienda hospitali kama huna kadi ya huduma za afya utawekewa gharama za matibabu. Ni mategemeo yangu makubwa ni wananchi wengi sana watapata hii elimu ambayo ni elimu adimu sana inayolenga kukuza uelewa na vile vile kuweza kukuza mazingira ya kazi ambazo tunazokuwa tunazifanya siku hadi siku. Tunashukuru sana kwa kunipa fursa hii. Sisi tayari tumeshapatiwa elimu ya muda ya siku moja, lakini nahisi kwamba elimu hii haitoshi. Kwa nafasi yetu
Tutaendelea kufikisha ujumbe na kutoa hii elimu pale ambapo tumefahamu, lakini elimu hasa inastahili kuweza kutolewa kwanza kwa wanahabari wenyewe, iwe ni mwendelezo, lakini pia hata kwa wananchi kupitia vyombo mbalimbali vya habari vikiwemo radio pamoja na television. Lakini jambo la pili ni kwa upande wa hizi bima za ajali. Mimi nilikuwa nataka kufahamu kwamba ni kwa muda gani mhusika anatakiwa aweze kupata stahiki yake baada ya kuweza kupata ile ajali, kwa yule ambaye anatambulika kisheria, kwa maana yule ambaye bima yake ipo na ipo hai. Hilo ni la pili. Lakini B, kuna sababu gani hasa ambayo inapelekea mpaka watu wakaanza kuingia katika migogoro mpaka kufika kwa msuluhisha migogoro, ila hali ukija kuangalia vielelezo, wakati mwingine unaweza kugundua kwamba huyu mtu amekata bima, ana ushahidi na vielelezo vyote ambavyo wakati mwingine walitakiwa waweze kukaa chini na kuweza kuona ni namna gani wanaweza kumpa stahiki yake kabla ya kuweza kufika huko kwa msuluhisho wa migogoro. Sasa hili linanipa wasiwasi ya kwamba baada ya mtu kukata bima akaweza kupewa maelekezo, kuna wasiwasi ambao unaingia akilini mwangu na kufikiria pengine hawapewi tena elimu. Kwa hiyo hawa nilikuwa naomba na wao ambao wameshakata bima wawekwe wapewe elimu ili kuona kwamba inapungua hii migogoro, kuenda katika suluhisho ya migogoro na mambo kama haya. Ikiwa avipati ataanza wapi? Sasa nadhani labda huenda pengine mkutano huu unaweza ukatuwekea wazi urahisi wa upatikanaji wa hivi vielelezo. Hivi vielelezo vimewekwa na bima ili ifike mahala huyu mdai aone kuvipata kwake na kwa vigumu aweze kusamehe hiyo fidia ambayo pengine angetakiwa alipate. Kampuni yake inakuwa na wajibu wa kulipa janga ambalo limetokea. Kwa hiyo tunataka pale ambapo mteja ametiwa hatiani kwa uzembe. Negligence imekuwa problem. Nyaraka nyingine ni nyaraka za gari. Sababu kama gari inasababisha ajali lazima tujue mmiliki ni nani. Tujue ipatikana mmiliki wake ni nani. Kwa hiyo ni nyaraka muhimu. Alafu kitu cha pili ni kwamba tupate nyaraka za mashtaka. Kuna hati ya mashtaka. Alafu kuna proceeding pamoja na hukumu. Ile hukumu itaeleza kwamba fulani ndio ametiwa hatiani ili kampuni husika iweze kubeba jukumu la kulipa fidia. Na taarifa nyingine kama pale mtu anapopata majeruhi au anaposababisha ajali alafu akaumia, basi ataenda kutibiwa. Tutakuwa na zile risiti za matibabu pamoja na taarifa ya mwisho ya matibabu, final medical report, itaonyesha ni namna gani, ni kwa kiasi gani amepata madhara. Sababu anasema huyo binadamu hauna thamani kwa fedha, si ndio? Hatuwezi kubadilisha, yani kuthaminisha kwa pesa, si ndio? Kwa hiyo mwisho wa siku hiyo inalipa nini? Inalipa mtu anapata, alikuwa akiwa mzima anaweza kufanya kazi kwa 100%. Basi anapopata majanga, ina maana ule uwezo wa kufanya kazi unapungua. Sasa ni nani anaweza kudhibitisha? Ni daktari kwamba huyu mtu baada ya kupata ajali au kupata madhara haya, uwezo wake au amepata ulemavu wa kudumu asilimia kadhaa. Zile asilimia zitapigiwa kwenye kipato chake. So mwisho wa siku tunasaidia ni kipato, si ndio? Kwamba kwa mzima kama nilivyo sijapata shida yote, naweza kufanya kazi kwa 100%, nasababisha milioni 2 kwa mwezi. Lakini anapopata majanga nikapata labda ulemavu wa 10%, ina maana kipato changu kitapungua kwa 10%, na hiyo 10% ndio inafidiwa na bima. Vitu vingine ni leseni ya dereva pale inapobidi, alafu na picha malalamikaji ya pamoja na labda kama ni janga la moto, kuna taarifa zile za watu wa moto fire, si ndio? Ni muhimu sana. Kama ni labda nyumba imevunjwa, labda kuna ile taarifa za masurveyor, si ndio? Wataalamu wa kuthaminisha wanatakiwa waje watathmini hasara iliyotokea ili iweze kudhibitisha kama ni hasara kiasi gani imepatikana. Kitu kingine ambacho ningependa kuzungumzia kwa kumalizia, kuna baadhi ya changamoto ambazo tunakutana katika kusuluhisha migogoro ambayo tumetajwa na msuluhishi. Shida kubwa ni elimu. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu na kukumbuka kama sisi nani tunafanya nini. Umma wa Tanzania wengi wale wana shida. Yaani elimu ya bima iko chini sana, na ndio maana watu wengi wanalalamika kwamba bima ni utapeli au sijui ni kitu gani. Nafikiri kuna lugha fulani ambayo tunapiga mtaani ambayo sio nzuri.
Lakini sasa serikali ikaona umuhimu huo, ndio maana ikaunda chombo hiki kwamba sasa ili watu waondoe hizo lawama na kulaumiana, kwa hiyo kuna chombo huru ambacho kwa katikati kwa ajili ya kusimamia kuhakikisha kwamba haki inapatikana na haki inatendeka bila ionekane inatendeka. Kwa hiyo kitu kingine ambacho kinaleta shida katika soko ni udanganyifu. Hii changamoto kubwa ambayo inatusumbua au inaleta shida. Udanganyifu kwa mwingi, watu wamekuwa labda gari labda halina bima likapata ajali, watu wanaenda kufanya ujanja wanapata bima, wana backdate tarehe za mkataba. Sawa? Au watu wengine ambao sasa kuna magari ambayo wanasema kuna gari vyombo vingine ambao watu wakivinunua haviuziki tena. Si ndio? Wale magari ya Ulaya tunafahamu. Benzi. Sawa? BMW. Kwa shida kwa ni ngumu. Kwa hiyo watu wengi wana sasa wanajenga mazingira, wanaenda kufanya uharibifu wa vyombo hivyo. Kuchoma moto na kadhalika. Kwa hiyo na washauri makamanda kuwa makini sana. Nafikiri wanafahamu kwamba ni tatizo kubwa na linaleta shida kwenye soko la bima. Soko la bima linaumia sana kwa sababu pesa za bima ni pesa za umma, sio pesa za mtu fulani. Sawa? Ni mfuko ambao watu wengi wanachangia ili wachache wanapopata matatizo basi waweze kupata fidia, si ndio? Sasa huu mfuko nao una taratibu wake wa kupata zile fidia, kuna kanuni na taratibu za kuweza kupata hiyo cases za fidia. Sasa inapotokea udanganyifu kama huu au mazingira kama ambayo watu hastahili kulipwa alafu anaenda kupata hizo hela, basi ndio kwamba mfuko unaumia. Na watakopata shida ni Watanzania ambao wana haki ya kufidiwa. Ndio. Na shida nyingine nafikiri kuna kwenye kukata bima, kuna ile vitu kama insurance au insurance, yani mtu ana mali ya thamani ya milioni 2 lakini anaenda kukatia kwa thamani ya milioni 1. Sawa? Au gari la milioni 10 anaenda kusema milioni 30. Sasa inapotokea ajali nafikiri ndio malipo sasa pale unakuwa na kitu ambacho yani kampuni itaumia kwa namna yote. Kwa hiyo ni vizuri basi tunapokatia magari yetu au bidhaa zetu au mali zetu bima, basi tuwe wa kweli kutoa thamani halisi ya mali husika. Kwa tatizo lingine ni vishoka. Na mimi wote ni mashahidi. Sana mahakamani nafikiri huko vituoni mashahidi vishoka ni wengi mno. Mimi ni mwanasheria, mimi ni mtu wa bima, si nani. Ninajua nitakupeleka wapi naona. Kwa hiyo vitu kama hivyo jamani tuwe makini. Mtu anapokuja kutoa taarifa akisha kwamba ni mtu husika na si mtu haki. Tunasema sisi ofisi ya msuluhishi hatupokei wakilishi. Yaani hatuhitaji wakilishi kwa sababu anasema usuluhishi ni siri, sio? Ni kati ya zile mpangilio ambazo zinafutana. Kwa sababu mwisho siku unaweza kusuluhisha kashindikana au tukaenda kwanza upya mahali mwingine. Kwa hiyo hatuhitaji mtu kati au mtu mwakilishi. Na vile vile sema wale wawakilishi mara nyingi wanachelewesha kesi, wanachelewesha usuluhishi. Hata mahakamani unafahamu kisha kuna wakili zile teknikali za sheria watu wanacheza na vifungu mtu anaenda kile mtu apate yake kwa muda. Kwa hiyo ndio maana ofisi hii ikaika sheria kwamba hatakiwi mwakilishi, sana mwakilishi ambaye ni mwanasheria. Baada ya kusema hayo, nashukuru.